Tuanze na taarifa za spoti. Wawakilishi wa Afrika Mashariki katika michuano ya AFCON 2025, The Cranes ya Uganda wameondolewa nje ya mashindano hayo katika hatua ya makundi. Baada ya dakika 90 za mchezo huo, Super Eagles ya Nigeria imewanyamazisha vijana wa Uganda Cranes kwa mabao 3-1. Wawakilishi wengine wa Afrika Mashariki, Taifa Stars ya Tanzania, watasubiri kujua hatima yao baada ya kutoka sare ya bao 1 na Tunisia. Huenda wakapenya ikiwa watashinda kama washindwa namba 3 bora zaidi katika hatua ya makundi. Katika mchezo huo, Tunisia walijipatia bao la kwanza katika dakika ya 43 kupitia mkwaju wa penalti, na katika dakika ya 48 kipindi cha pili, Faisal Salum almaarufu Fei Toto alitia kimiani bao la Tanzania. Kwa upande wa The Cranes, walipunguzwa hadi wachezaji 9 uwanjani katika dakika ya 56 baada ya Jamal Salim kuonyeshwa kadi nyekundu kwa kutenda madhambi. Mwandishi wa BBC michezo Omari Mkambara yuko katika uga wa Prince Abdullah ambapo Tanzania walikuwa wanakipiga na Tunisia. Omari Mkambara, tueleze nini haswa kimezima matumaini ya Uganda katika mchuano huu na Tanzania pia kuonekana kama wamelemewa katika mchezo wao? Ron, michezo ya mwisho ya mataifa haya mawili ilikuwa ni michezo migumu sana kiukweli. Ukiangalia viwango vya ubora kati ya Tunisia na Uganda, Tunisia na Tanzania na Nigeria, uliona utofauti. Kwa hiyo mchezo wa leo ya mwisho ulikuwa mchezo migumu sana. Uganda wamecheza na Nigeria na wakiwa pungufu ya mtu mmoja wamekubali kufunga kwa hizo goli 3-1. Ni utofauti wa ubora na ukiangalia kundi lilikuwa gumu. Lakini mchezo wa Tanzania na Tunisia ambao umemalizika hapa nyuma yangu kwenye dimba la Prince Abdullah, shughuli ilikuwa pevu kiukweli na Tanzania wameweza kujitahidi. Goli la mkwaju wa penalti ili kama wanyongonyeza hivi na wakaenda kulalamika kwa sababu ilionekana kama VAR ilifanya maamuzi, alifanya vitu ambavyo sio sahihi, lakini waliporejea kipindi cha pili, Feitoto akawasawazishia Tanzania na kiukweli mchezo ulikuwa mzuri sana. Na changamoto inaweza kwamba inawakuta wachezaji wengi wa Afrika Mashariki kwenye michuano hii, mvua imekuwa kubwa na tumezoea ukanda wa Afrika Mashariki mechi zetu tunacheza wakati wa joto kali. Inaweza kuwa mvua imesababisha pia vijana wetu hasa wa Tanzania na Uganda kuwa katika hali ngumu. Naam, katika mechi ambayo ndio imetoka tu kuisha hapo katika uwanja uliopo Omari Mkambara, Tanzania na Tunisia, vijana wa Stars wamepambana sana kujaribu kushinda mechi hii. Changamoto ilikuwa wapi haswa kando na mvua unayotaja? Bali na mvua, Roni, uhalisia utabaki uhalisia. Ukiangalia viwango vya ubora vya Tunisia na Tanzania kwenye mwezi huu wa 12, unaona Tunisia ni kati ya zile timu 30 kurudi chini. Tanzania iko nafasi ya 112 kwa viwango vya mwezi wa 12 vya shirikisho la kandanda duniani FIFA. Ubora kwa ni tofauti sana, lakini ukiwaangalia wachezaji wa Taifa Stars kiukweli kabisa tunaweza kusema wamepambana. Ubora unatofautiana, wengi wa wachezaji wa Tunisia wanacheza ligi kubwa, wanacheza Ufaransa, wanacheza Ujerumani. Tunaona wachezaji wa Tanzania, mfano safu ya ulinzi ya Tanzania yote kuanzia goalkeeper mpaka wale walinzi wanne wote wanacheza vilabu vya nyumbani Tanzania. Kwa hiyo wanasema wenyewe ubora pia wakati mwingine huo unaamua hatima ya mechi kama hizi muhimu kabisa. Na Omari, tuangalie wawakilishi wengine wa Afrika Mashariki, Uganda The Cranes ambao wamepigwa 3-1 na Nigeria. Wengi walikuwa na matumaini kwamba huenda Uganda pia leo wangejitahidi angalau kutoka sare, lakini katika dakika za mwisho wa mchuano wameonekana wamelemewa sana. Huenda ikawa nini kilikuwa kosa leo pale kwa timu ya taifa ya Uganda? Rondi, tutasalia hapo. Ubora, chukua kikosi ambacho anaanza mchezaji bora wa Afrika wa msimu uliopita, Ademola Lookman, una Victor Osimhen dhidi ya Uganda. Unaona quality tofauti, hata viwango vya ubora vinatofautiana. Uganda wanacheza kwenye 80-90 hapa, Nigeria wanacheza kwenye 20 mpaka 10. Kwa hiyo unaona ni swala la ubora, na hii inatupa funzo labda kwa Afrika Mashariki kuendelea kutengeneza wachezaji wengi ambao watacheza ligi kubwa. Nilipata bahati ya kuzungumza na wachezaji wa Tanzania jana na juzi, wanatuambia kwamba mataifa ya Afrika, Kenya, Uganda na Tanzania wanahitaji kupeleka wachezaji wengi nje angalau kucheza kwenye ligi zingine. Si lazima wacheze vilabu vikubwa, lakini wakapata hiyo exposure ya kuweza kupambana na timu zingine. Lakini Ron, umezungumzia swala la Tanzania kupata nafasi.
mpaka sasa kwa asilimia 99 kwa mujibu wa taratibu za michuano hii, Tanzania atakuwa anakwenda kwenye hatua ya 16 bora, kwa sababu Angola anazidiwa na Tanzania anamzidi Angola goli moja. Kwa hiyo kwenye hizo timu ambazo tunasema best loser, Tanzania ana nafasi zaidi kuweza kusonga mbele kwa asilimia 99 mpaka sasa, kwa mambo yalivyo na sheria za michuano hii ambavyo zilivyo. Kwa tunaweza kusema Taifa Stars watakuwa wanakwenda kwenye hatua ya 16 bora kwa mambo yalivyo. Asante sana Omari Mkambara, tukisema naye kutoka Morocco akitupa tathmini ya michuano ya leo. Uganda wametimuliwa kutoka AFCON 2025. Tanzania mpaka sasa wako mguu mmoja ndani ya 16 bora katika AFCON 2025. Mwisho wa taarifa yetu kuu.